ukaamua kunificha hadi mimi mkeo. Yaani sijui nikuelezeje mke wangu ili uniamini. Utanieleza kitu gani? Aingie mwenye shida. Sasa mzee hapo. Unataka uingie mwenye na usiwe na wasiwasi. Sawa, hakuna tatizo. Nashukuru. Afu nyinyi usumbufu huwa mesi upendi. Hodi yaani kuingizwa losi wasipendi. Sipendi kabisa. Hodi ba. Ndio watafute baadaye. Wewe kijana. Karibu. Samahani nimekuja baba. Ndio. Nimekuja kwa lile jambo ambalo ulinielekeza sana. Jambo gani wewe? Vile ambavyo nilikuwa nimefika hapa nyumbani kwako ukaniambia kwa manufaa hayo ulio nayo kuna mtu. Sasa nimekuja nalo hilo baba, naomba unipeleke kwa huyo mtu. Amna mtumishi. Mbona hilo swali liliisha? Sawa liliisha, si nilisema nikafikirie. Ulisema ukafikirie au uwezi? Ndio maana nimejifikiria baba, nimerudi tena kwamba nirudi kwa yule mtoto. Anielekeze ni sehemu gani either kunipeleka moja kwa moja. Naomba baba, naomba sana. Naomba. Yaani naomba na kuomba sana. Sawa mchungaji, nimekuelewa. Ila sasa ndio baba. Unajua siku nyingine hata kama unapewa ushauri, hata kama upende itakiwi yani unyali, sijui niseme hivi Kiswahili ambacho unaweza kukielewa. Ila hivyo najua umenielewa. Nimekuelewa. Yaani ni vibaya kwa sababu hata ungekuwa ni mtu mwingine usingekuwa ni mchungaji wangu, nisingeweza kwa jinsi ulivyokuwa umeondoka siku ile. Ni makosa ya kibinadamu baba. Sawa mimi nitakupeleka. Ila nashukuru. Shaiti, tunapoenda kule unajua kuna mambo mengi sana njiani. Ndio. Ila itakiwi kugeuka nyuma. Sawa nimekuelewa. Hilo limeisha. Nashukuru. Ngoja tuende. Bila hata kujiandaa mimi nakupeleka. Kwa Asante. sababu ninahitaji wewe mafanikio yako. Nashukuru baba. Uwe kama mimi. Nashukuru sana. sana. Kwa nini usitembelee magari baba? Ni kweli kabisa. Nashukuru. Baba. Nguvu zako zishikiki baba, nishike mkono niongoze baba. Baba. Powerful God, power. Napiga la mlinone kesho itafananaje? Ubaya mbele madhabahu, wanaitangaza dini, kutapeli masikini, ukusamini binadamu, utapigwa changa, utalia na kusaga meno. Mtani kwetu manyau, magenge wauzaunga, yani mazigizaga tulali. Najua wapo wachungaji wa kweli, so makatili. Najua wapo waganga wa kweli, so makatili. Power. Oh mama, mbejire ikizambula ni jauli ya moto, Itakuwa vizuri sana. Babu. Naam, karibu kijana, karibu. Babu, nimemleta mteja mwingine tena. Mwenye shida kama ile ya kwangu. Sawa. Ndiyo. Karibu. Power.
nguvu zako zishikiki baba, nishike mkono niongoze baba. Bawa, 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 bawa. Aingie mwenye shida. Sasa mzee hapa, inatakiwa uingie mwenye na usiwe na wasiwasi. Sawa, hakuna tatizo. Nashukuru. Karibu. Asante baba. Karibu. Asante baba. Karibu sana. Asante mzee. Karibu kijana. Asante mzee. Karibu sana. Asante sana. Hapa umefika sehemu salama kabisa. Salama kabisa. Karibu ndugu yangu. Asante baba. Maana nimeona misukosuko mingi uliopitia huko barabarani wakati unakuja mahali hapa. Ndio. Nimeshaona. Ndio. Ila kufika kwako mahali hapa umeshafanikiwa ndugu yangu. Nashukuru mganga. Umesikia ndugu yangu? Nashukuru. Sasa wewe najua unachohitaji ni kwamba unataka uwe mchungaji unayekubarika, si ndio? Ndio kabisa. Sasa na misukosuko yote hata kwenye familia yako mimi nimeiona. Sasa leo hii nataka niitatue. Nashukuru mganga. Lakini katika kuitatua kuna dawa nitakayokupatia hapa. Ndio. Hiyo dawa sijui utayaweza masharti yake? Nayaweza. Ni masharti magumu sana. Na ukiyakosea hayo masharti, mimi na wewe tutakufa pamoja na kizazi chetu chote. Sasa ninakupatia dawa hii. Umeiona hii dawa? Nimeiona mganga. Ina nembo ya mwanamke. Ndio. Na ina jina, nimeandika jina langu hapa, linaitwa Sogosela. Ndio mganga. Hii dawa sijawahi kumpa mtu yoyote. Toka nianze uganga sijawahi kumpatia mtu aina yoyote hii dawa. Ndio baba. Ninayokupatia hii dawa. Tafadhali usije kaenda kukosea masharti. Umenisikia? Nimekusikia mganga. Shika hii dawa. Hii dawa hii ninayokupatia hii. Sijawahi kumpa mtu wa aina yoyote. Hii dawa niliyokupatia hii, ukaweke kwenye chumba cha asiri. Ukiweka kwenye chumba cha asiri, ambacho hicho chumba unaingia wewe peke yako. Na kule ukakitandike kitambaa cheupe. Baada ya kutoka utakapoingia, usiende kukifunua kitakachokuwa kimefunikwa pale. Wewe pale kitakachokuwa kinafanyika ni utakapokuwa unaingia unaenda kuomba unachokihitaji, utakuwa unakipata. Sawa mganga. Umenisikia? Nimekusikia. Cha zingatia masharti ya hii dawa. Kumbuka nimekuambia ukichuka tu masharti ya hii dawa tunakufa wote. Nimekuelewa. Na kizazi chetu chote kinateketea. Umenisikia? Nimekusikia. Sasa baba, ndio kabla sijaelewa hapa ni kiasi gani ambacho naweza nikakuacha, kwa sababu hapa kumenisaidia hii dawa ili na mimi ninanili. Hapana kijana wangu. Hapana. We nenda nayo hiyo hela, utakuja kunishukuru baadaye. Ila cha kuzingatia ni masharti ya hiyo dawa. Mimi nina watu wengi wa kuwasaidia, nina watu wengi wa kuwaponya na kuwaokoa. Sasa wewe cha kuzingatia ni hii dawa. Ukazingatie sana masharti yake. Naogopa kufa alafu kwa hii dawa, kwa ajili ya hii dawa niliyokupatia. Umenisikia? Nimekusikia baba. Sasa wewe nenda na hiyo hela yako pamoja na hiyo dawa, nenda kazingatie, baadaye ukifanikiwa utakuja kunishukuru. Umenisikia kijana wangu? Nashukuru baba. Asante sana. Nenda sana. Nashukuru baba. O mama mbejire zamura ni jauri ya moto ikizamura. Baba. Nimeshamaliza. Nimemaliza tayari. Zamura ni jauri ya. Si nilikwambia lakini. Au uliniambia. Naona mzee. O mama mbejire. Nashukuru sana. Powerful God. Power. Naipiga lamli none kesho itafananaje. Ubaya mbele mazabau, wanaitangaza dini. Wanaisaya usona haya semeje? Maana ushanifika hapa. Mwanaume ushanifika hapa. Umebaki kutapika. Wiki nzima kamwache mtu anakula Chinese.
Sasa sikiliza mke. Huna huruma wewe. Sikiliza sasa. Huna huruma kabisa. Huu mguu unaoona huu wako kufuata wewe. Alafu sisi ndio tukakuonyesha surprise, nimekuletea surprise, ndio surprise yako nzuri. Wewe wa surprise wewe? Umeletea chips yai? Kiti moto au? Ulifikiri niondoka tu? Maneno yako yale. Kumbuka yale maneno yako. Kumbuka vizuri. Kumbuka. Nikumbuke nini? Yale maneno yale. Nikumbuke mateso kula Chinese. Ndio hayo sasa ambayo yani baba mimi ushanichoka, nishakuchoka, nimekuchoka. Yaani nimekuchoka, unajua nimekuchoka. Yaani hivi leo nikasema leo Chinese siku ya mwisho. Hivi kwani mtoto wa mwenzio? Hivi. Mtoto wa mwenzio huyo? Hivi. Ninachokuambia sasa sikiliza. Upo sahihi kusema yote hayo. Haya yote tulikana nayo. Sasa hii Chinese yako nataka leo ni mara ya mwisho kula Chinese. Yaani kwa sababu ulikuwa haupo na mimi ushanifika hapa. Nishaongea maneno yote yakaniisha. Hivi leo nilikuwa napanga jioni bora nirudi kwetu. Mimi siwezi nikakaa kila siku dagaa nini nyanya chungu nini. Sasa nifanyaje? Umekuwa mtu akunidanganya kila siku vumilia. Oh mimi naitwa vumilia sasa hivi Sasa maneno mengi. Nimesema ni kwako. Ya kwangu mimi. Ya kwako wewe. Mimi mwenyewe. Wewe mwenyewe. Yaani hivi hata hivi tunachelewa. Au umeninulia chungwa? Maana wewe mume wangu unanijaga big bomb unasema surprise. Unaletea big bomb ya 300. Wewe mke wangu nina surprise yako. Huko una machungwa mawili. Yaani twende nipeleke kwa surprise. Hebu tena tukaione hiyo surprise. Bwana wewe Chinese haya achana nayo bwana kwanza. Sasa mimi ndayataja kabla nimetoka nimefika tunakulaga hizi. Sawa leo kuna mabadiliko mwenzangu. Achana nayo haya. Mimi naenda na kikapu. Maana mimi nakujua wewe. Maana kipindi kile uniambia sijui wiki moja tutabadilisha maisha. Maisha yenyewe hata hajabadilika mpaka leo hii. Maneno mengi ya nini? Twende bwana twende. Sasa hapa inatakiwa usinzie. Sasa nitasinzia huku mume wangu, usikia nikwambie. Nyumba tumeiacha kule. Sikili. Umetembeza mpaka huku unaniambia surprise. Sasa surprise inakuaje na wewe? Hebu sinzia. Sinzia bwana. Wewe kikapu. Nashika mimi. Pone sinzia. Sinzia. Kuna surprise. Kuna surprise sinzia. Surprise Mungu we. Sinzia sasa. Haya, nimeshinda. Wala usiwe na hofu. Si nikaanguka. Wewe mimi ana surprise kushika mkono. Wala uwezi kuanguka. Wewe sikiliza wewe. Kuna mambo mazuri. Kuna mambo mazuri. Usifumbue. Sijafumbua. Taratibu. Asubiri surprise mimi. Taratibu. Taratibu. Haya. Surprise. Kwani fumbua? Fumbua. Sijaelewa. Elewa. Usije ukachanganyika. Elewa. Kwani hapa pana nini? Mbona sijaelewa? Kuna nini yani? Ndo nyumbani hapa. Kama umenichanganya kidogo. Sijakuchanganya, hapa ndo nyumbani. Nyumbani kwetu? Mimi na wewe. Kwa hiyo hii ni nyumba yangu mie? Hapo nabisha hapo sasa. Nyumba ya kwangu mimi? Mimi na wewe. Hapana mume wangu mimi siamini. Amini sasa. Mimi siamini kabisa, yani siamini. Basi bwana basi. Hebu kwanza nione tuone. Maana mimi hata siamini kabisa, mimi siamini kabisa. Twende ndani. Wale uliokuwa nayo wewe? Twende. Twende ndani. Nguvu zako zishikiki baba, nishike mkono niongoze baba. Haya, surprise. Si ndio hii hapo? Kwani nyumba yangu mimi? Mimi na Ndio hii. Lakini unajua mume wangu mimi nakupendaga sana unajue.
Kumbuka ulikuwa unanichukia sana. sana. Yaani mimi nakupenda na kupenda. Yaani mimi wangu mimi nakupenda. Unajua nakupenda? Haya sasa. Yaani mimi siamini kabisa. Subiri nifungue ndani mama, subiri nifungue ndani. Kabisa kama unachelewa yani. Nguvu zako zishikiki baba, nishike mkono niongoze baba. Maisha haya hata lini? Mume wangu alikuwa hana pesa, lakini tuko naishi vizuri na alikuwa ananipenda sana. Nikatamani maisha mazuri, nikatamani umaarufu, niwe mtu mwenye hela. Lakini ona sasa, ni kweli pesa ipo, tunakula vizuri, lakini mbona sina amani? Kila nikibeba ujauzito unatoka, mara masharti, huku ingia huku usiingie. Maisha gani haya? Na humu ndani kuna nini kwenye hicho chumba? Mbona utafikiri na nzuri sana? Kuna nini? Kwa nini tena na wewe? Sina kuelewa kwa kweli. Nikikaa kutafakari, nikikaa kufikiria. Sio. Na naona leo, si unajua leo Jumapili ni siku ya ibada, leo hivi ndo naondoka naenda kwenye ibada. Alafu nimekuwa na muda mrefu, yani nikwambia niandalie maji, yani ni kama mnyonge, alafu leo ninakuja kukaa mlangoni kwa maana ibadani huendi. Sasa unanichanganya, sielewi kwamba unaumwa. Hujaniambia mwenzio kwamba naumwa. Hamna, mimi siumwi. Kinachokuchanganya ni kipi? Maisha ndo haya tena. Nashangaa mume wangu. Mimba 3 zimetoka. Na hata kama ni utajiri, hii siri ya utajiri ikoje? Naona kama inanichanganya kidogo mume wangu kiukweli. Kiukweli nakosa majibu kabisa. Kila ninapokaa kutafakari, nitegemea amani, furaha. Lakini kuna vitu vinanichanganya kwenye hii nyumba. Wakati tunaomba tuliomba vitu hivi viwili. Cha kwanza ndo hiki, tumejibiwa. Ndo mji huu tunao, tuna nyumba hii. Lakini cha pili Mungu hajajibu cha hiyo familia unayoisema wewe. Kwa hatujui Mungu anaweza kajibuje. Kwa hiyo usihuzunike. Hayo yote ni mipango ya nani? Ya Mungu. Hapo kuna kitu umenikumbusha mume wangu. Ni jambo nimekumbuka. Sana kila siku najiuliza, naumiza kichwa. Sasa mume wangu, umenileta kwenye hii nyumba, ni nzuri ndio, nimeielewa na nimeipenda. Na inapendeza. Sawa. Lakini kuna jambo bado linanichanganya kichwa mume wangu. Kwa nini tena? Nyumba yote huko umenionyesha, umeniruhusu kila kitu kipo sawa. Wala hamna kosa ulilofanyia mume wangu. Tunaishi vizuri kwa amani. Lakini hiki chumba kina siri gani? Na kwa nini hutaki hiki chumba nikifungue? Kuna nini? Sasa hapo unataka kunikosea. Mimi ndo niliyekwambia hiki chumba usiingie wala hauruhusiwi. Lakini leo unaanza kuniuliza maswali. Hayo maswali itakiwa niulize siku ile. Leo unaniulizaje hivyo? Nimeuliza kwa mema tu. Sikuuliza kwa ajili ya ubaya. Sikuuliza kwa sababu ya kuharibu hii ndoa, hapana. Nitaka kujua mume wangu hiki chumba kina siri gani? Yaani umekosea tena katika siku ambazo umewahi kunikosea leo. Yaani siku zote unanikosea. Lakini leo umenikosea zaidi sana. Ungeniuliza siku ile. Basi baba. Nisamehe, yaishe. Mimi sitaki ugomvi na wewe hata. Sitaki ugomvi kabisa. Kama nimekosea baba, nisamehe. Nisamehe. Ila sipendi kabisa tukaishi maisha kugombana kama zamani. Huko sitaki kurudi. Sasa sikiliza sasa. Fuata masharti niliyokuelekeza. Mambo mengine achana nayo. Sawa, wala mshindi.
ishi, nyumba ndo hii, tunaishi vizuri. Au kuna shida yoyote tunapata? Bila kusikiliza wewe mimi. Marufuku. Kuanzia leo. Marufuku. Sawa mimi. Haya. Yaani katika siku zote ulizonikosea, leo ndo umezidisha kunikosea. Basi mimi yaishi basi. Leo umependeza na watoto. Kawaida yangu si unajua tena maisha haya. Baba wa mtu huyo. Umependeza mwanangu. Sasa sikiliza. Katika maswali unaoulizaga haya ili usije ukalirudia tena. Sawa. Yaani ninaenda kuchokonyoa moyo wangu. Basi anaisha mume wangu. Mume wangu umependeza sasa. Nimependeza. Lakini ameisha sio? Yaani wewe kuwa na amani. Kuwa na amani mume wangu. Lakini usirudie bwana. Yaani maneno kama mimi yananikwazaga sana. Siwezi kurudia mume wangu. Kwanza kila siku yaani mimi yaani sipendezaje. Alafu mimi kukaa huzuni tunawakuta umekaa mlangoni hapo umekaa kihuzuni mimi huwa moyoni kwangu yaani sifurahiji. Kwa hiyo jitahidi. Kuwa na amani mume wangu. Nimekuelewa. Kuwa na amani. Nimekuelewa. Si ndio unaenda kanisani? Hivi kanisani sasa nashangaa wewe bado hujabadilisha hata. Mimi nitakuja bwana, wewe tangulia. Mimi nakuja nipo nyuma. Sawa. Tangulia. Sawa, lakini jitahidi. Haya mume wangu. Jitahidi. Kuwa makini mke wangu. Sawa. Kuwa makini. Mimi nakupenda mume wangu. Basi ujiandae. Si unakuja ibadani? Nakuja. Tunakamilika. Kuwa makini sasa. Sawa mume wangu. Kuwa makini kwa hiyo. Wala usijali wala. Ujitahidi sasa uje ibadani. Nakuja na wewe. Najua leo Jumapili nimekuona wewe huna furaha. Najua furaha inapatikana kanisani. Sio kama unarudi nyumbani. Sana. Na kusaga meno mtani kwetu manyau nyau magenge wa uzaunga yani mazigizaga tulali. Najua wapo wachungaji wa kweli so wakatili, najua wapo waganga wa kweli so makatili. Nyumba ya kwangu mwenyewe, vyumba vyote niingie, alafu nisijue siri iliyojificha ndani ya nyumba yangu. Hivi inawezekanaje hiki? Hapana. Siwezi kukubali. Siwezi kukubali kabisa. Nataka kujua hiki chumba kina nini? Nataka kuona. Zako zishikiki baba, nishike mkono niongoze baba. Bawa, 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 bawa.
baba, nishike mkono niongoze baba. Bawa, 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 bawa. Oh, mkuu. Oya Tiger, acha kuzingua wewe. Unajua unazingua unajua? Ngoja nikwambie. Mkuu, sasa umechelewa wapi Tiger? Subiri, wewe unaona kabisa kila kitu kinaenda na nani hapa. Wewe tulia kwanza. Usio hii kazi tutazingua. Tulia basi, ngoja kwanza. Kuwa mpole mkuu. Hii kazi tutaifanya. Mimi ndio nimekuahidi. Mimi nimekuambia. Tuliza kichwa chako hiki Tiger. Tulia basi. Usinitema luelue ujue. Ukitaka kufanya hivyo usitumie nguvu. Mimi mwenyewe atilishafunguka kitambo yani. Umesikia? Sawa mkuu. Wewe ni mkuu. Wewe ni mkuu. Hivi kuwa mpole. Kuwa mpole. Sawa mkuu, kuwa mpole. Oya Tiger, bosi anakuja hapa afu. Unajua unaweza kuharibu ujue. Oya basi. Tiger. Mkuu. Mbona mmechelewa sana? Alafu siku hizi mmekuwa wazembe mno. Shida nini? Samahani mkuu. Yaani kazi yako tuko makini nayo sana. Sio mko makini, nitawavuruga. Nitawavuruga. Sasa basi. Ndio. Kuna mtu anataka kuingia kwenye himaya yangu. Ndio mkuu. Sasa nataka niwaagize. Ete mchongo. Oya Tiger, tulia basi. Anajiita yeye ni mchungaji. Kuna mtoto wake pale wa kike. Sawa sawa. Sasa huyo nataka tumalizane naye. Na yeye apate maumivu. Sawa mkuu. Hilo limeisha mkuu. Umenielewa? Kabizi sisi kazi hamna kinachoharibika. Sasa uzembe huu unaonekana huu. Sitaki niuone tena. Haitajirudia mkuu. Tembea. Sawa mkuu. Sawa mkuu. Napiga lamli none kesho itafananaje. Ubaya mbele mazabau, wanaitangaza dini kutapeli masikini. Bawa, 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 bawa. Nguvu zako zishikiki baba, nishike mkono niongoze baba. Bawa, 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 bawa. Tiger. Yes. Wewe mwanangu vipi wewe? Mbona unazembea sana mkuu? Sana mkuu. Vipi? Tatizo lako mzembe sana mwanangu. Kama na nani? Sasa mkuu unajua nini? Tukabana pale kwenye nani kwenye choo pale, kwenye chocho hivi. Sawa. Wewe yule. Unamwona? Ya mwenyewe. Sasa tuwai tukimbie kule chapu sana. Kule chooni nyumba kule choo. Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nao wote sasa na hata milele. Amen. 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 Oya Tiger. Tiger, kitambaa kiko wapi? Oya, chapu mwanangu. Oya, bebe. Bebe, chapu mwanangu vipi? Mtani kwetu manyau magenge wauzaunga, yani mazigizaga tulali. Najua wapo wachungaji wa kweli. Oya Tiger, vipi wewe? Mbona unakuwa mzembe kila muda?
Huu ni mzigo mkuu. Lazima uwe unatumia nani pea. Hapo mbona unachukulia poa mwanangu? Kati unaona kazi nimebeba. Jembe liko wapi kwanza? Ni jembe si tulificha kule na umeshasahau na tupo kwa nimeweka. Jembe na wewe. Twendao mwanangu tunachelewa. Nguvu zako zishikiki baba, nishike mkono niongoze baba. Amani ya Yesu Kristo. Wapendwa, tuenende na amani ya Bwana. Nashukuru Mungu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baba mchungaji, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyefanya tumefanya kazi pamoja kwa miaka mingi, lakini hatimaye imefika mwisho ambapo unakwenda kuhamishwa, unakwenda kufanya kazi ushirika mwingine. Mungu akutangulie, akuongoze pia. Amina. Ninawashukuru sana waumini wa kanisa hili, kwa kweli tumeishi vizuri kwa ushirikiano wazee wa kanisa. Ninawashukuruni sana. Sasa nafikiri naenda kuwaaga, kuna maeneo ambako Mungu ameniandalia. Hivyo nawatakia baraka za Bwana ziwe pamoja nanyi. Asanteni sana, tuendelee kuombeana. Tamani pia na mimi nikukabidhi nitaendelea kazi. Nashukuru. Sisi kama kanisa tutakukumbuka sana. Asante sana. Kazi yako ilikuwa njema. Nadhani hata tunakoenda tutaenda kuzaa matunda zaidi. Lakini pia nakukabidhi Biblia iwe kama jembe la kazi yako. Asante sana. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Kweli tumeagana mtumishi, lakini kinachonisikitisha sijamuona mtoto toka tumeanza ibada. Hatimaye tunaagana, mtoto hajaonekana. Mbona tulikuja naye? Watakuwa ameenda wapi? Na tumekuja naye toka asubuhi. Na maana toka tunafanya ibada mtoto hujamuona? Oya mwamba, vipi mbona unabaki nyuma? Mwanangu, huu mzito mwanangu. Punguza kudeka mwanangu. Vipi wewe? Kaa vipi? Hebu mbebe na wewe mwanangu. Unaona kazi nyepesi au sio? Tuende mwanangu. Oya mwanangu, vipi? Mimi nimechoka mwanangu. Tutafute sehemu tumzike mwanangu. Wewe unadeka sana. Kwanza kukimbia naye mbali mwanangu. Mimi nakwambia unadeka sana wewe ujue. Mkuu. Tumzike, tutafute sehemu tumzike bwana. Mimi nimechoka yani. Unachoka mwili wa mayai huo vipi? Wewe kaza basi mwanangu vipi? Tulia basi, hebu tuangalie mazingira. Wewe inabidi uwe mgumu mwanangu vipi? Mimi mgumu lakini ndio ndio tunatafuta sasa wewe vipi? Acha malalamiko bwana. Wewe udongo pasta. Wewe acha kuzingua basi mwanangu. Mikutona makaratasi unaweza zania mikicha. Oya mimi sina furaha. Tulia mwanangu. Kaa mbali. Tulia basi mwanangu. Kaa mbali. Wewe mwanangu asije akagundua, asije akasanukia wananchi hapo. Kuna nani ataona wewe? Huku tuko mbali. Kama jembe linatutengua kama tunachelewa. Sasa hapa hii ni pasta tu mwanangu, kazi. Kwa kazi aliyokufanya. Shika huko basi, vipi mbona unalemba kwa nini? Basi vipi mwanangu, tunajua sana uko pole. Angalia vizuri kwa hivyo mwanangu. Mwanangu. Hamna. Hamna. Mkuu. Nini? Kama kuna mtu huku. Nimeshika kuna mtu huku mkuu. Oya, acha kuzingua. Mbona unaleta mibangi kwenye kazi wanangu? Tumalize mkuu, tumalize. Mimi nikwambia punguza mibangi unazingua mimi kazini. Oya mwanangu. Yes. Mchezo umeisha huu mwanangu. Hapa tumeshamaliza. Yaani hapa kibunda mkuu. Kitu cha kwanza hapa mwanangu. Lazima niende Green City. Naenda town kabisa.
nguvu zako zishikiki Baba, nishike mkono niongoze Baba. Basi wapendwa, naomba tukae. Nguvu zako zishikiki Baba, nishike mkono niongoze Baba. Tulia. Kwanza ana kisu hapa. Huyu muuaji kabisa kwanza. Kwanza usiona, livuta bangi kabisa hivi. Sasa nini afande? Livuta bangi hili wewe. Livuta bangi na kisu hapa. Inuka afande. Inuka. Umekosa nini afande? Inuka hapa afande. Inuka. Twende. Naenda uta. Katika eneo refu anasumbua serikali huyu. Mara moja. Tembea. Nguvu zako zishikiki Baba, nishike mkono niongoze Baba. Wa kuabudu, basi nitakuwa nakaribisha, kama kuna mwenye shida yoyote anaweza kapita mbele hapa tukamwombea kwa nguvu ya nabii. Karibu pambio la kuabudu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wetu, hakuna Mungu kama wewe. Basi wale wote wagonjwa, kama kuna wagonjwa basi wanaweza kupita mbele. Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wetu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu, wewe ni wa kwanza na wa mwisho, wewe ni wa kwanza na wa mwisho, ewe Mungu wetu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu, wewe ni wa kwanza na wa mwisho, wewe ni wa kwanza na wa mwisho,
wewe ni wa kwanza na wa mwisho, ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wetu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wetu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wetu. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa hawa ndio wamepita mbele kwa ajili ya maombezi. Tunamshukuru Mungu. Basi tupate nane zao hapa kwa ajili ya maombezi. Unasumbuliwa na nini? Hebu tuambie. Ni kweli baba mchungaji, mimi nasumbuliwa na mimba ya miaka 2 mpaka sasa sijajifungua. Naomba maombi yako yaendelee kuniponya. Miaka 2 mama? Amina baba. Mpaka hapo upo unatembea na ni mzima? Amina. Pole sana. Asante baba. Mungu atakuponya. Asante. Lakini tuna mama mwingine hapa. Nilitaka kujua mama, shida yako ni nini hasa? Shida yangu mimi ni kiwete na miaka 5 sitembei. Nahitaji huduma yako nitembee, nifurahi kama wengine. Miaka 5. Lakini tokea kwa ukoo yako mama, ulizaliwa hivyo au ndio imekukuta ukubwani huko? Imenikuta ukubwani. Shida ilitokea nini hasa mama? Nilijikuta tu mwili wote unaniuma, afu nikawa siwezi kutembea. Miguu yangu inakufa ganzi. Asante, lakini Mungu wangu yupo, najua atakuponya. Amen. Asante. Lakini tuna baba hapa. Huyu baba kiufupi namuona tu kwamba shida yake ni kwamba haoni. Labda naweza nikamuuliza kwamba baba, katika shida hii naona kwako huoni. Hii shida umekutana nayo muda gani? Una muda gani nayo hii shida? Kwa kweli nabii, hii shida imenisumbua sana, na miaka 6 nikitembea hivi. Yaani kwa kweli nasumbuka sana. Nahitaji msaada wako nabii. Nahitaji msaada wako baba. Asante. Lakini kwa miaka 6 hiyo uliokaa kwa umri wako huu, najua imekukuta ukubwani huu. Ni kweli baba nabii. Mwanzo wa kunipata hii hali, kwa kweli nilishikwa na mshtuko tu wa kushuhudia kitu ambacho kwa kweli ni hatarishi sana. Kwa hiyo ilipelekea mpaka hali yangu kutokuona namna hii. Asante, lakini najua Mungu yupo, atakuponya. Asante. Mungu wa nabii yupo, atawaponya wote waliopo mahali hapa. Basi tunaenda kwenye maombezi wapendwa.
kwenye maombezi. Mama hapa amesema yeye ana mimba ndani ya miaka kama miwili. Manake haoni zile dalili za kwamba anaweza kujifungua lini, kwa anatembea. Ni Mungu wa nabii. Ninajua kabisa umesikia maombi ambayo tumeenda kuomba. Ninaomba kaende kumponya mtoto wako huyu. Bwana, ponye sasa. Umepona. Shangilia kwa Bwana. Piga makofi kwa Bwana. Piga makofi mengi kwa Bwana. Wewe Bwana, Mungu wa nabii, mtoto wako huyu sasa amesema yeye ni kiwete ndani ya miaka 5. Bwana, tunahitaji uponyaji wako. Tunahitaji miguu yake sasa ikapate nguvu. Bwana, tunahitaji uponyaji wako, kampone. Katika jina la Bwana wako sasa umepata uponyaji. Nimepona. Piga kelele kwa Bwana. Piga kelele kwa Bwana. Mungu amemponya. Mungu wangu anaponya. Anaponya, anaponya. Sasa tunaenda kwa kipofu. Huyu ameniambia ndani ya miaka 6 haoni wala hajapata kuona nuru, lakini tunajua Mungu yupo, anaweza kumponya. Wewe Mungu wa nabii, tunahitaji Bwana uponyaji wako kwa mtoto wako huyu. Kwenye mtoto wako kama ulivyomponya yule kipofu, Bwana mponye sasa kwa wasaa huu kwa Bwana wetu. Bwana kaendelee kumponya. Amen. Baba, hapo vipi? Sioni mchungaji. Bado huoni. Lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wa nabii ni mwaminifu. Utaenda kupona. Naamini hilo, lakini baba, sijapona kwa kweli. Sijaona. Nimeona wenzangu wanafurahi, wamepona, ila mimi naona giza tu. Giza. Lakini amini kwamba Mungu yupo atakuponya. Ninajua Mungu yupo atakuponya, Mungu wa nabii. Sasa wewe kwa kuwa tayari umesema shida iko pale pale, kwa kuwa naendelea na shughuli zingine za watu wengine kwa ajili ya maombezi, ninaomba nitakapokuwa nimemaliza shughuli zote hizi za maombezi na kuhitaji ufike ofisini kwangu ili shughuli yako tuendelee pale, basi unaweza ukaenda kwenye kiti ili niendelee na shughuli zingine. Karibu kwa ajili ya pambio wakati mtumishi wa Mungu anatoka. Bwana ni Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Bwana ni Bwana, Bwana ni Bwana, Bwana ni Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Bwana ni Bwana, Bwana ni Bwana, Bwana ni Bwana, hakuna mwingine kama wewe. Ndugu yangu, yule sio mchungaji hata kidogo. Hawezi hata kumponya mtu. Ndugu yangu, anaponya. Hawezi. Anaponya. Hawezi hata nusu, hata robo hawezi. Anaponya na kuambia. Ni mwongo tu huyo.
Ni kweli anaponya. Amemponya nani? Mjamzito. Nakwambia ni muongo, mbona kipofu kashindwa kumponya? Anaponya. Hawezi. Anaponya. Hawezi hata punje. Anaponya. Mimi nakwambia anaponya. Hawezi. Amemponya hata kiwete. Mimi nakataa. Kwa nini nashindwe kumponya kipofu? Amemponya. Nakataa. Kama uamini kwamba yule mchungaji, mimi naamini kwamba ni mchungaji. Kama uamini, basi baki hivyo hivyo. Shauri yako. Nakataa kabisa. Kabisa, huyo sio mchungaji. Basi baki hapo hapo. Shauri yako. Sisi tunajua kwamba yule ni nabii. Endeleeni kuamini hivyo hivyo. Haya, kaa hivyo hivyo. Sisi mtaamini na mashetani kwamba ni wachungaji. Ni wachungaji kwa kuwa tunawaamini. Yaani mimi huyo sikubali kabisa. Mungu, si ndio haya nilikuwa nasema. Wewe ndio huamini kwamba mimi ndio mchungaji. Sasa unaenda kuzimu. Amekufa. Kumbe mchungaji ni muuaji. Hapa niende kituoni hapa. Nguvu zako zishikiki baba, nishike mkono niongoze baba. Huyo ndio muuaji. Anayetoka sasa hivi tunapishana naye hapa ndio muuaji huyu. Afande, kamata mara moja huyo. Afande, nimekosa nini? Twende, tembea. Twende, tembea. Unatoka. Tembea. Afande, simama, tembea. Afande, nimekosa nini? Tembea, twende. Wewe ndio tunakutafuta muuaji wa mke ndani. Afande, kateni. Lakini ni yeye mwenyewe. Akutunze mimi. Tulia. Macho yangu hayana upofu. Yaani ni huyu. Nimejionea kabisa kwa macho. Afande wazangu, chukua maelezo hapo. Sawa mkuu. Hebu tulia, tuliza pressure. Afu. Ndugu yangu. Kwanza unaitwa nani? Naitwa Waziri Mwandase. Ndio. Ilikuwaje kwaje? Mimi afande, mpaka kufika hapa kituoni ndio nimejishuhudia kwa macho yangu haya mawili. Ndio. Mtu akiua mtu. Yeah. Na huyo mtu ana wasifa mzuri tu. Ndio. Na anaongoza taasisi. Ni mchungaji. Ndio. Sasa nikaona ili kulifumbia macho mchungaji anaua. Naona mimi halitaleta picha nzuri, bora nilifikishe kituoni. Yeah. Ndio ujio wangu niliokuwa nimekuja nao hapa. Kwa una uhakika kabisa kwamba umeshuhudia kwa macho yako mawili? Nina ushahidi na nimepiga picha. Nina ushahidi kabisa. Nimepiga picha. Sawa, unaweza kumuonyesha mkuu labda hizo picha ambazo zimetokea kama namuonesha afande. Ndio. Namuonesha. Ya kwanza hii hapa. Hata huyu mtuhumiwa mnayemtoa naye ni mmoja wapo muuaji. Naye nimeshuhudia akiwa na kundi na wenzie huko maporini. Wanaua mtu. Okay. Kwa hiyo huyu naye ni muuaji. Naye ni muuaji. Sasa bwana waziri? Naam. Je, unatushuhudia kwamba na huyu naye aliyekuwa tuliokuwa namtoa ni muuaji. Sasa je, una ushahidi wowote? Naye ndio, nina ushahidi. Ninao humo kwenye simu. Bwana waziri? Naam. Hongera kwa kazi ngumu na nzuri uliyokwisha kuifanya.
ya kutoa ushahidi hadharani bila kuogopa. Hivi huyo mchungaji uliyemsema anakwenda kukamatwa mara moja na kuletwa hapa. Kisha yule aliyeko huko ndani ateswe mpaka atakapotoa mlolongo wote wa wale wahalifu anaoambatana nao. Pande mwake ndio mkuu, atakiwa kumfuate huyo mhalifu ambaye ni mchungaji, naye aletwe mara moja hapa. Kisha pande Vasco, naam mkuu, huyo aliyeko toka anatakiwa adhibiwe na kutoa ushahidi wa kundi lake lote. Fanya hivi. Sawa mkuu. Sawa mkuu. Nguvu zako zishikiki baba, nishike mkono niongoze baba. Tunapokufunga kama tunapokuoji kwa utaratibu inaonekana kama vile afande taratibu unaniumiza. Umiza nini? Hata hiyo ndio ni kuumia. Yaani utakiwa kutupangia. Yaani utakiwa kutupangia. Kwa alifu kama nyendo tunaowatafuta. Tumekuoji toka muda umekuwa umesema taratibu basi kina afande. Taratibu sio kumwambia mtu au taratibu. Ukae utulie. Sasa afande. Unaweza ukashughulika naye hapo maana. Haya, tunakuoji kwa utaratibu. Tuambie genge lenu linapatikana wapi? Tuambie wenzio wanapatikana wapi? Toka muda mnanibana hivyo mimi nimwambia jamani sijui mimi sielewi wanapatikana. Nyosha serious genge lenu lote, genge lote. Ni mgumu kusema. Mimi nimwambia sijui jamani. Tuambie genge linalopatikana wapi? Unajua? Na ulikuwepo? Afande tukiongea naye Kisamaria. Inaonekana kama tunamuogopa. Sasa lakini kina afande mimi nimesema kwamba mimi sifahamu. Nyosha ukweli. Mbona unasema? Kama mtunza siri kwenye genge lenu asija akafungua kamba huko. Kwenye genge lenu inaonekana unaniumiza afande, unaniumiza. Usiongee sana. Mbona utasema? Jambo dogo hilo. Afande hebu shughulika naye. Inaonekana hataki kusema. Haya, unaweza kuniambia na kwenye genge lenu mpo ngapi? Kwenye genge lenu sielewi mnachoniuliza. Kwenye genge lenu mpo ngapi? Wewe. Hautaki kusema? Hautaki kusema? Genge lenu mpo ngapi? Mimi sielewi afande. Saja mnakopatikana. Hamna. Afande unataka kusema wewe? Unataka kusema? Unaniumiza bure tu yani. Unataka kusema? Mimi sielewi. Saja genge lenu mpo ngapi? Afande niachie kwanza, niachie niongee naye hapa. Niongee naye Kisamaria. Haya nakupa nafasi ya mwisho. Sema genge lenu mpo ngapi? Mimi sielewi afande, yani hata mnachoniuliza sielewi yani. Uelewi. Ngoja. Unawatetea? Ngoja uelewe. Unawatetea au ndio mlijifunza kuficha siri? Hamna afande, mimi sielewi. Sema genge lenu mpo ngapi? Sema. Unaniumiza bure tu. Unasema useme. Unasema useme. Sema genge lenu mpo ngapi? Genge lenu mpo ngapi? Sema. Sema genge lenu mpo ngapi? Afande, mimi sielewi. Na nitesa bure tu yani. Sema. Afande. Sema. Haya, niambie. Niambie. Mpo ngapi? Bado. Unataka kusema? Bado. Sema. Mpo ngapi? Afande. Afande unataka kuongea. Ngoja niongee naye kikubwa. Haya. Ninafundisha siri. Mpo ngapi? Mpo ngapi? Haya. Taja mpo ngapi? Bado mtihani mgumu. Unaniumiza bure. Mpo ngapi? Afande hebu vuta unasikia vizuri. Mpo ngapi? Ngoja niseme. Mpo ngapi? Unasema useme. Unasema useme. Unasema useme. Ngoja niambie kwanza. Mwachie. Sema chapu. Chapu muda. Kwanza mpo ngapi? Tuko wengi tu. Wangapi? Tuko wengi tu. Wewe unalia mama yako? Wangapi? Wangapi? Tupo wengi tu kama 5.
Haya, wa kwanza. Kuna jamaa zangu wako kama watatu. Mnapatikana wapi? Mnapatikana wapi? Na mchungaji. Hadi mchungaji? Hadi mchungaji mmeshirikiana naye? Kumbe unasali uongezi. Wewe unasema useme. Haya, taja kwa majina. Sema. Sema. Taja yote. Wapo wenzangu kama wawili hivi watatu. Wawili watatu. Wako watatu. Utaangalia kichapo. Sema. Wako watatu. Wako watatu. Ndio tunapatikana. Uko mtaa uko chini huko. Uko chini. Uko chini sisi tunakujua. Mtaa Masimba huko. Ongea vizuri nitang'oa nywele. Lakini simueleza jamani. Hapa ndio anaonekana mzoefu. Nataka Hizi kazi wapi? Wamekuwa wengi. Wanaifuata. Taja afu nani huyu? Nani huyu? Unamjua? Ngoja hivi nani? Jina unamjua? Naongea sasa bora kwanza. Taja. Hawana majina. Rafiki zangu wako kama watatu hivi. Hatutaki rafiki, tunataka jambazi wenzio. Tiger. Tiger. Na ninawapa masaa mawili. Visipopatikana vichwa vyenu halali yangu. Sema. Taja yote. Wapo wenzangu kama wawili hivi watatu. Wawili watatu. Wako watatu. Sauti ya Mamlaka. Maana nimeona misukosuko mingi uliopitia huko barabarani wakati unakuja mahali hapa. Wewe ndo huamini kwamba mimi ndio mchungaji? Lakini simueleza jamani. Hapa ndio anaonekana mzoefu. Yaani wewe na mganga na mimi, ina maana ulikuwa unaona mume wangu? Nilikuwa naona mke wangu. Nimeshaona. Ila misukosuko ni sehemu ya safari ya maisha. Unatuhumiwa kwa kesi za mauaji. Heshima pesa, shikamoo makelele. Ni kweli kwa sababu lile shamba nimeona tukalilime mapema. Sawa, nimekubali, ila sasa sijaelewa nimemuua nani? Huna mali, eti unakuja kunioa. Nifanye nini? Labda nje niishi vipi kwa nyumba yako hiki? Si ndo haya nilikuwa nasema. Sijui nikuelezeje mke wangu ili uniamini. Utanieleza kitu gani? Power of God coming soon. Nguvu zako zishikike Baba, nishike mkono niongoze Baba.